Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Kubwa zaidi ni Askofu Gwajima. Wengi tumekuwa tukimfuatilia Gwajima, lakini pia kubwa mambo ambayo anayapitia tangu alipojitokeza hadharani na kufanya mkutano na waandishi wa habari, lakini kubwa zaidi akilaani vikali na kukemea vikali vitendo vya utekaji ambavyo vimezidi kutokea Tanzania, lakini kubwa akitolea mifano ya matukio makubwa mawili ambayo yametokea miezi ya hivi karibuni, kama tukio la Ali Kibao kutekwa na kesho yake kupatikana akiwa amepoteza maisha, lakini pia tukio la kutekwa kwa Mdude Nyagali, mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanachama wa chama cha Chadema. Baada ya Askofu Gwajima kuzungumza na kutoa mifano ya matukio ya hivi karibuni, lakini pia akagusia na kwa mfano akasema endapo mtoto wa Rais Abdul, mtoto wake, mtoto wa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa angetekwa, je, mamlaka zingenyamaza? Lakini pia baada ya kutolea mifano mambo hayo, tukaona namna ambavyo mambo yaliibuka huko Chama cha Mapinduzi. Moto kawaka, wabunge wakamjibu, lakini pia wanachama wa CCM wakamwataki Askofu Gwajima. Lakini kubwa zaidi ni kwamba hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwenye uzinduzi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 mpaka mwaka 2030, Rais Samia Suluhu Hassan alizungumzia, lakini pia katika kila ambacho alikizungumza moja kwa moja alimtargeti Gwajima. Kama nakumbuka, Rais Samia Suluhu Hassan alisema ya kwamba wakati huu ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu huko majimboni, ambako anakwenda kuchuja nani awe mgombea na nani asiwe mgombea, basi wahakikishe kwamba wanawachagua watu ambao hawatakuja kukigwajimanize chama. Kwa hiyo magwajima yote yapigwe chini. Sasa kauli hiyo ni wazi ya kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa akimgusa moja kwa moja Gwajima. Baada ya hapo, Gwajima akajibu katika ibada ya Jumapili, lakini kilichokuja kutokea ni kanisa lake kufungiwa na kufutiwa usajili. Lakini sasa swali linabaki, ni nini ambacho kitatokea kwa Gwajima? Je, atapata nafasi kugombea tena ubunge Chama cha Mapinduzi? Hatimaye moja kwa moja tuangalie CCM wamesema nini kuhusu Gwajima kuwania tena ubunge. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kinondoni mkoani Dar es Salaam kimetoa kauli kuhusu mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima kama anaruhusiwa kugombea tena au la. Kauli ya CCM imekuja wakati ambao Askofu Gwajima yupo kwenye wimbi zito baada ya kanisa lake kufutwa. CCM imesema kuwa anaruhusiwa kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa kuwania tena nafasi hiyo kupitia chama hicho. Chama hicho tayari kimeshatangaza tarehe rasmi ya kuanza uchukuaji wa fomu za kugombea nafasi ya ubunge na udiwani ndani ya chama hicho. Katika kile ambacho wamekizungumza, Askofu Gwajima anaruhusiwa kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa kuwania tena nafasi hiyo kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nafasi anayo, lakini je, wale ambao wanachuja watampitisha Gwajima? Na yote haya ambayo yametokea na yanaendelea kutokea kati ya Gwajima na CCM, lakini pia Gwajima na serikali kiujumla. Akizungumza na Mwananchi Juni 11 mwaka 2025 siku ya jana, baada ya kikao cha ndani, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kinondoni Shaweji Mkumbura amesema uchukuaji fomu utaanza Juni 28 hadi Julai 2 mwaka 2025 kwa wanachama wote wenye nia, akiwemo Askofu Gwajima kama atakuwa na nia ya kugombea tena ubunge. Uchukuaji wa fomu ni haki ya kila mwanachama, hata Gwajima mwenyewe ana haki kama wengine. Tunachotaka kuona ni ushiriki wa kidemokrasia. Tunaanza tarehe 28 Juni hadi Julai 2. Haya mambo yamewekwa wazi, hakuna cha kuficha, amesema Mkumbura. Akitoa ufafanuzi kuhusu mjadala unaoendelea miongoni mwa wanachama wa chama hicho
juu ya hatima ya Askofu Gwajima, hususan suala la kuchukua fomu ya kuwania tena nafasi hiyo pamoja na utekelezaji wa ahadi zake za mwaka 2020. Mkumbura amesema ni mengi yanayosemwa kumhusu mbunge huyo. Amekiri wapo baadhi ya wajumbe wa kikao hicho wamehoji kutaka kujua iwapo anaruhusiwa kuchukua fomu na kama ametekeleza ahadi alizotoa kwa wananchi wa jimbo hilo ambazo hazimo kwenye ilani ya CCM ya mwaka 2020 mpaka mwaka 2025. Kwa kuwa hakuna maelekezo au taarifa yoyote kutoka kwenye uongozi wa juu kuhusu Gwajima, hatuwezi kumzuia kuchukua fomu atakapohitaji kufanya hivyo. Maamuzi mengine yataachwa kwa wahusika wenyewe, yaani mamlaka, amesema. Akijibu swali la utekelezaji wa ahadi za mbunge huyo mwaka 2020, mwenyekiti huyo amesema zilizokuwa za kwake binafsi Gwajima na hazikuwa sehemu ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Yaani mengi ambayo yanazungumzwa mitandaoni ni yale ambayo Gwajima aliyasema yeye binafsi na hayakuwa sehemu ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Maswali haya yamekuja kufuatia kauli ya Gwajima ambaye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC aliyoitoa Mei 25 mwaka 2025 katika mkutano na waandishi wa habari. Gwajima alizungumzia masuala ya utekaji huku akijitambulisha kama mjumbe wa NEC ya CCM mwenye uwezo wa kumfikishia ujumbe mwenyekiti wa CCM taifa ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan. Pia alitoa mifano akihoji hali ingekuwaje ikiwa watu wa viongozi wakuu akiwemo Rais Samia wangekamatwa na kutekwa kama wanavyotekwa watoto wa watu wengine. Kauli hiyo ilizua mjadala mpana, na katika mkutano mkuu wa CCM, Rais Samia alitoa maelekezo kuhusu uteuzi ambayo yalitafsiriwa kama yanamhusu mwanasiasa huyo, yani yakimlenga moja kwa moja Gwajima. Tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie niwepo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hivyo na kwa vyovyote vile tusigwajimanize chama chetu, na Gwajima tuyaache nje. Hakuna kuoneana aibu wala haya, alisisitiza Rais Samia kwenye mkutano mkuu wa CCM jijini Dodoma Mei 30 mwaka 2025. Juni 1 mwaka 2025, wakati wa mahubiri katika Kanisa la Ufufuo na Uzima, Askofu Gwajima alisisitiza msimamo wake kuwa bado ni mwanachama hai wa CCM na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Mimi hadi leo ni mwanachama wa CCM na mjumbe wa halmashauri kuu. Sitaki utekaji, na narudia tena, sitaki watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha, alisema Gwajima. Siku iliyofuata, Juni 2 mwaka 2025, msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa alitangaza kulifuta kanisa hilo linaloongozwa na Gwajima, akieleza kuwa limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na kuichonganisha serikali na wananchi. Lakini pia kuonekana kwa Gwajima jimboni hali ipoje? Alipoulizwa kama anawasiliana na mbunge huyo, mwenyekiti Mkumbura amesema licha ya kumtafuta kwa simu mara kadhaa, hajafanikiwa kumpata na wala hajaonekana bungeni. Amesema mara ya mwisho walikutana Januari 18 mwaka 2025 kwenye mkutano mkuu maalum wa CCM. Nimejaribu kumpigia simu Gwajima lakini hapokei. Hata nilipomuuliza mbunge mwenzake aliniambia hajamuona. Siwezi kusema amekimbia au amefungiwa, lakini tangu Januari hadi leo hajaonekana hata jimboni. Hajahudhuria mikutano ya chama. Hatujapokea taarifa yoyote rasmi kutoka kwake. Hili ni jambo linalotufanya tujiulize maswali kadhaa yasiyo na majibu, amesema mwenyekiti huyo wa CCM. Amesisitiza kuwa chama kinafuatilia mwenendo wa kila mwanachama na uamuzi wa nani atapewa nafasi ya kugombea katika uchaguzi mkuu ujao yatazingatia utendaji kazi, maadili na ushiriki wa karibu wa mwanachama.
Hata hivyo, katika mkutano mkuu wa CCM uliofanyika Mei 29 mpaka Mei 30 mwaka 2025 jijini Dodoma, Askofu Gwajima alikuwa ni miongoni mwa walioshiriki mkutano huo ulioongozwa na mwenyekiti wa chama hicho, Rais Samia Suluhu Hassan. Aidha, kuanzia tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, bunge la bajeti lilianza jijini Dodoma na linaendelea mpaka sasa, na huenda kuto kuonekana kwa Askofu Gwajima jimboni anakuwa bungeni. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha, lakini kubwa ni kwamba Gwajima ana nafasi ya kugombea ubunge endapo atachukua fomu, lakini pia kubwa ni endapo atapitishwa. Lakini kama tunakumbuka, maagizo rasmi kutoka kwa rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alisema kwamba watu kama Magwajima yasichaguliwe kugombea tena katika nafasi mbalimbali. Je, unadhani Gwajima atapata nafasi ya kugombea tena ubunge na atachaguliwa tena kuwa mbunge? Tochea maoni yako na endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali.